ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا وبريكنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. Kabla ya kuanza kilma, tulichokipanga kukizungumza ndani ya masiku tukufu ya rehma ambayo tumeanza nayo kutoka siku ya jana, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutizame waja wake kwa jicho la rehma na asituadhibu baada ya kututizama abadan. Darsa yetu hii ambayo asili yake inatoka mbali mno, katika miezi michache iliyopita tulimkosa mzee wetu ambaye alikuwa ni mlezi katika darsa hii, na ni mlezi bimaana alkalima, kwa sababu alikuwa akilea darsa hii na akinilea mimi mwenyewe mtoaji wa darsa hii, na ilikuwa ni reference, ni marje kwa mambo mengi ambayo yalikuwa yanatuhusu katika mambo yetu ya kidunia. Mzee huyu pamoja na utu uzima wake alikuwa nao, mara nyingine alikuwa akipakiwa katika Vespa akizifuata darsa hizi mahala popote tunapokwenda, na mara nyingine utamuhurumia, manake utasema sasa hivi atadondoka. Lakini pamoja na hayo yote alikuwa ni mmoja katika walezi wa shughuli hizi za da'wa, na mzee muhimu ambao alikuwa ni nguzo ya darsa za misikiti hii, ambayo kila mara tulikuwa tukihamahama katika msikiti huu kwenda msikiti mwingine. Ulikuwa ukimkuta katika msikiti Mabluu, ukimkuta katika msikiti wa Barwani, ukimkuta katika msikiti wa Baraste, ukimkuta katika msikiti Masjid Salam, na ukimkuta katika msikiti wa Masjid Mabati. Na darasa zilipokuwa msikiti wa Mchangani, kwa kweli darasa hizo zote alikuwa akipatikana na alikuwa akichangia kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi hatunaye, ameshatangulia mbele ya haki, almarhum mzee Ali Hamid. Naonelea kabla ya kuanza kilma tumsome Fatiha, tumpelekee zawadi aliko, tumkumbuke pamoja na wanadarsa wote wengine na jamii almuslimina walmuslimat. Al-Fatiha. Mtu huyu tunamdhania khairi na alikuwa mtu mwema, na inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampokee katika makazi mema, kwa sababu tunazungumza kilima hiki mbele ya watu kwa kuwa tunashuhudia yale mazuri alikuwa akiyafanya na zile activities zake za da'wa alizokuwa akizifanya. Na hali hii kila mmoja wetu katika sisi ndo hali atakayoiacha baada ya kuondoka. Itakuwa watu wanamsema ima kwa uzuri au kwa ubaya. Jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuja bwana mtume
akaulizwa suala na bwana mmoja ambaye suala lake lilionekana kama suala geni kidogo. Faqala ya Rasul Allah uridu an a'lam. Bwana huyu anamwambia mtume, ewe mtume wa Mungu, ujaji wangu nimekuja nataka kujua, afil jannati ana am fil nar, je mimi ni motoni au niko peponi? Mtume anajuaje? Na ni lipi lilompelekea bwana huyu mpaka akauliza suala kama hili? Ya Rasulullah uridu an a'lam afil jannati ana am fil nar. Bila shaka labda alisikia yale maneno ya mtume aloyapokea kutoka kwa Mola wake katika hadithi al-Qudsi aliposema Mwenyezi Mungu, laqad a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Labda alisikia hadithi hii ya mtume alipopokea kutoka kwa Mola wake. Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anasema, hakika nimewaandalia waja wangu wema huko peponi mambo ambayo macho hayajawahi kuona wala nyoyo hazijawahi kuwaza wala masikio kusikia namna ya mazuri hayo niliyoyaandaa katika pepo hiyo. Labda alisikia hilo akaona ni bora nikaulize mapema, nijijue kabla sijaondoka katika ulimwengu. Au labda alichungulia katika bustani la Qur'an akayaona maneno yanayofuata, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wajazahum rabbuhum bima sabaru jannatan wa harira متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا. Labda aliyasoma maneno haya akaona furaha ya kule haifanani na furaha ya mahala popote. Au aliyasoma maneno yanayopatikana katika suratul Waqi'a, sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. Labda aliyaona maneno hayo akataka kujua position yake afil jannati huwa au fil nar.
Na wewe ukiingia katika bustani hili ukataka Mungu akusemeze au useme na Mungu, maneno haya utayasikia bila shaka. Na wewe ukiyasikia kama alivyoyasikia huyu, utajiuliza nafsi yako, afil jannati ana am fil nar? Je, niko peponi mimi au nitakwenda motoni? Wasiwasi huu lazima utakuwepo. Ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nipe habari hiyo, nijue kama niko motoni nifanye nini, na kama niko peponi nifanye kitu gani. Sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, mpaka wakawa masahaba. Abdullah ibn Mas'ud anasema, kaanna Allah subhanahu wa ta'ala ittala'a ala qulubi bani adam jami'an fawajada quluba ashabi Muhammadin khayra qulubi al-ibad fakhtarahum li suhbatihi. Kana kwamba Mungu ameziweka mbele nyoyo zote za wanadamu, kisha akachagua katika nyoyo hizo, akazipata nyoyo za masahaba ni nyoyo safi kuliko zote, akawachagua akasema hawa ndo wafuasi halisi wa Muhammad. Kana kwamba kulikuwa kuna uchaguzi wa nyoyo za watu wote, kisha Mungu akapika hapa akasema moyo huu na huu na huu na huu ndo khaira qulubil ibad, katika nyoyo bora za wanadamu, moyo wa Abu Bakr, moyo wa Umar na wa Uthman ibn Affan na wa Ali ibn Abi Talib, khaira qulubil ibad. Mungu akasema hawa ndio watakaokuwa wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhari yao, masuala yao, maisha yao, mpaka mbinu zao na ujanja wao ulikuwa ukionekana katika mambo ya dini. Mmoja anaambiwa na mkewe kila siku, atara ma nahnu fihi, mume wangu unaona hali tulikuwa nayo? Akamwambia naishuhudia mke wangu. Akamwambia nieleze ni hali gani? Asema faqrun wa ju'un wa mashaqqa, tunaishi katika ufukara na shida na tabu. Akamwambia basi nimefurahi umelielewa hilo. Iyaka thumma iyaka an tashku Allah ila rasulillah, na kutahadharisha tena na kutahadharisha usije ukamshtaki Mungu kwa mtume wake. Mwanamke anamwambia mumewe, kama umeiona hali yetu, ju'un ta'abun faqrun mashaqqatun, iyyaka thumma iyyaka la tashku Allah ila rasulih, usimshtaki Mungu kwa mtume wake. Kwa maana gani? Kwa maana usende kwa mtume ukalia shida, ukamwambia Rasulullah hali yetu mbaya, ya Rasulullah tokia tuoane mashaka na tabu, ya Rasulullah hata mlo wa siku moja unatushinda, ya Rasulullah kadha kadha. Ukisema hivyo utakuwa umemshtaki Mungu kwa mtume wake, na mimi sitaki umshtaki Mungu kwa mtume wake. Mungu anafanya kwa hikma zake, anajua kwa nini ametufanya sisi katika hali hii. Kwa hiyo la tashkullah ila rasulillah, nisisikie umemshtaki Mungu kwa mtume wake. Akamwambia usijali, tumaini, tulia mke wangu, sitokushtaki kwa mtume wala sitomshtaki Mungu kwa mtume, wala hali nilokuwa nayo sitoishtakia kwa mtume. Zinaendelea hali siku miongoni mwa siku, mke wake yuko nyumbani, anamwona mumewe anakuja, waqad labisa qamisa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, anamwona mumewe amevaa kanzu ya mtume. Akajua mume wangu ameivunja ahadi yake, amekwenda kulia shida kwa mtume, kulia tabu kwa mtume, mpaka mtume amesikitika, amevua kanzu yake amemvisha. Leo atanitambua limadha shaka Rasulullah, kwa nini ameshtakia, ishtaka Allah ila rasuli, atanitambua leo mume wangu. Alipoingia nyumbani akamuuliza, ya habibi ya zawji, mume wangu mpenzi wangu, alam nattafiq ala annaka lan tashku Allah ila rasuli, hivi hatukuafikiana mimi nawe kwamba hutomshtaki Mungu kwa mtume wake? Sasa unaona, ishtakaita Allah ila rasulillahi hatta khala'a rasulullahi qamisahu faalbasaka iyah, umemshtaki Mungu kwa mtume mpaka mtume akatoa kanzu yake akakuvisha. Kwa nini umefanya hivyo?
Yule mume akatabasamu, akacheka, akafurahi, akamwambia sikiliza nikupe tafsiri. Mara nyingine ukihukumu kwa wewe tu ulivyoona unakosea. Nipe nafasi ni explain. Nipe nafasi nikueleze kwa nini kanzu iko katika mwili wangu, kanzu ya Mtume. Na kanzu ya Mtume ilikuwa inajulikana. Kwa sababu Mtume amezoeleka. Kwa fulani leo kavaa kanzu ya Mtume. Hakuwa mutrifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuwa musrif. Hakuwa yuhibbu zinata alhayati dunya. Akamwambia nitakueleza kisa cha kanzu ya Mtume kuwa mwilini mwangu. Wallahi aliponiona mwenyewe Mtume hali yangu, sikuwa na haja ya kumueleza, bali alhalimu takfihi alisharatu. Muungwana mwenye akili inamtosha ishara. Una haja ya kuinua mdomo wala kupeleka mkono. Akikutizama tu hali yake atajua fulani amekatikiwa na lazima ni muunge. Na hivi ndivyo tunatakana tuwe Waislamu, kwamba sio lazima mtu aje atadhara mbele yako awe tena nasikitika na kudhalilika mpaka akaribia kukuambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ndio ujue kwamba ana shida. Muangalie, mtizame na wewe mfai baadaye. Na ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliponiona Mtume katika hali hii, fakhala alayhi salatu wassalamu qamisahu faalbasani, Mtume akavua kanzu yake akanivisha. Wa wallahi ma qabiltu qamisahu illa liukaffana fihi ba'da mauti, na kwa kweli sikuikubali kanzu ya Mtume ila lengo langu nimeichukua iwe sanda yangu baada ya kifo changu. Mimi natizama mbali, sio kwa kuwa niko huchi, sio kwa sababu sina nguo, sio kwa sababu ni fukara, si kwa sababu ninahitaji. Ma qabiltu qamisahu illa liyakuna kafani ba'da mauti, nimeitegea nguo hii iwe sanda yangu baada ya kufa, itanifaa hii. Sio hiyo nguo yangu katika uhai watu wakiniona wanisifu amevaa kanzu ya Mtume, amevaa kanzu ya Mtume. La, naangalia mbali kuliko hapa. Kuna adhabu ya moto, kuna neema za pepo. Kanzu hii huenda kwa baraka za Mtume sallallahu alaihi wasallam ikafanya kitu. Ndio maana Abdullah ibn Ubay ibn Salul alipokuwa mnafiki akapigwa na muhuri, mwanawe Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul alipokufa babake alimwendea Mtume akamwambia Rasulullah, uridu qamisaka liyukaffana fihi abi la'alla Allah subhanahu wa ta'ala yukhaffifu anhu al'adab, naomba kanzu yako ya Rasulullah nikamkafini baba yangu, huenda Mungu akamrehemu kwa kuwa sanda yake ni kanzu ya Mtume. Huenda kwa sababu shughuli yake huyu kali, kakufungia milango, kakutukana, kakuambia maneno mazito, kamtukana mkeo, kafanya kila aina ya balaa. Mtu huyu Abdullah ibn Ubay ibn Salul leo amekufa, huyu sitakuwa hatari? Anayekwenda huko amesababisha laana kubwa kumshukia, alokwenda huko kashukia ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kumshukia, kasababisha mpaka Allah kateremsha aya kwa ajili ya kumwepusha bibi Aisha, الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون. hizi aya zimeshuka kwa ulimi mchafu kwa sababu ya habari mbaya aloieneza Abdullah ibn Ubay katika umma wa Kiislamu dhidi ya mama wa Waislamu Aisha. Alisema nini alipomwona Safwan ibn Mu'attal na bibi Aisha anamkokota katika ngamia? Akasema wallahi ushhiduhu anna nabiyakum anna zawjata nabiyikum ma salimat, na kuapieni mke wa mtume wenu hakusalimika leo, kwa siku ya leo. Batat ma'a rajul, kalala na mwanamume. Walikuwa wapi peke yao? Zawjatu nabiyikum ma salimat, mke wa mtume wenu hajasalimika. Maneno haya aliyesema na Qur'ani kashuka kuondosha habari. Sasa leo anakufa huyu, anaenda huko kwa Allah. Ya Rabb, mkhafifishie labda adhabu yake kwa kuiona kanzu ya mtume wako. Basi anamwambia mke wangu, haikumfaa tena kanzu ya mtume yule kwa kuwa alikuwa munafiki. Ma qabiltu qamisahu, sikuikubali kanzu ya mtume illa liukaffana fihi ba'da mauti, nikiingizwa kaburini baada ya watu kuniombea dua na kuondoka, malaika wawili Munkar na Nakir au Bashirun wa Mubashir watakuja wataniuliza, man rabbuka
nitawaambia rabbi Allah. Wakiniuliza man nabiyuk, nitawaambia labistu qamisahu. Wakiniuliza nani mtume wako, nitawaambia kanzu yake nimeivaa, mnaniuliza nani wangu? Itakuwa ni watu wa ajabu nyewe, hamjui relationship kati yangu mimi na yeye. Kama tuna ugomvi angenipa nguo yake, kama hanipendi angenipa kanzu yake. Itakuwa ni hujja kwa malaika wawili. Tizama sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walivyokuwa naona mbali kuliko sisi. Ya Rasulullah, uridu an a'lam afil jannati ana am fil nar. Nipe habari ya Rasulullah, nataka kujua peponi au motoni. Bwana Mtume akamwambia, ya hadha, idha aradta an ta'lam annaka fil jannati am fil nar fanzur madha yaqulu al-khalqu ba'da mautik. Ukitaka kujua we mtu wa peponi au wa motoni, tizama yanayosemwa baada ya kifo chako. Tizama watu watakaoyazungumza baada wewe kuondoka ulimwenguni. Tizama umma unazungumza nini kukuhusu. Tizama majority ya watu wanakusema nini wewe. Na haya yalitokea Waislamu. Mtume anasema, man mata, atakayekufa, imma mustarihun au mustarahun, ima amepumzika yeye au ima watu wamepumzika naye. Ima atakuwa yeye amekwenda kupumzika shida na mazonge na taabu ya dunia, au ima watu kwa kuondoka yeye sema alhamdulillah kaondoka. Alisema yule haondoki, alitoa matamshi makali, alizungumza ya kusema yule, aliyafanya ya kufanya, lakini leo tumepumua kwa kuondoka kwake. Ndio Allah narudia kule, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليوفيهم الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Hamkusema nyie kwamba we are here to stay? Hamkusema kwamba nyie hakuna Mungu? Hamkusema tena na tena? Leo mko wapi? liyuwaffiyahumullah kulla nafsin ma kasabat. Leo anakulipeni Mwenyezi Mungu kila nafsi iliyokichuma, kila nafsi. Kwa hiyo imma mustarih, ima amepumzika yeye, au mustarah, au watu wamepumzika naye. Saidna Umar siku moja amekaa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Saidna Anas ibn Malik katika hadith sahihi anasema, famarru bijinazatin, wakapita watu wamebeba jinaza. Na ulama lugha anasema jinaza maana yake ni na'shu alladhi yuhmal alayhi almayyit, na janaza ni mayit mwenyewe. Kwa hiyo ukisema janazatun maana yake salatul janaza ni salatul mayyit, ukisema jinazatun maana yake bao la kumbebea maiti. Sasa watu walipopita na bao la kumbebea maiti, kwa maana ndani yuko maiti anakwenda kuzikwa,
watu wakazungumza baada ya kupita jeneza, wakasema fa athnau alaiha khairan, wakasifu yule anayebebwa yule, wakamsifu na kumsifu tena. Mtume akasema wajabat, imemthubutikia. Baada ya muda Anas ibn Malik anasema thumma marru bi janazatin thaniya, wakapita tena na jeneza la pili, fa athnau alaiha sharran, sasa hivi wakazungumza ya ovyo, ya shari, maovu. Fulani huyu, fulani alikuwa huyu kadha, maovu alikuwa anayafanya. Mtume akasema wajabat, na huyo pia yamemthubutikia. Umar akauliza ya Rasulullah, wama wajabat, nini maana ya wajabat? Akaambia naam, laqad athnu alaiha min khairin, hawa watu walipopita jeneza la kwanza walizungumza khairi, fawajabat alaihi aljanna, ikamthubitikia mtu yule pepo kwa kuwa watu wamemsema kwa khairi. Aliyopita mtu wa pili watu wamemsimanga, wamemsema kwa ubaya, fawajabat, na mimi nashuhudia kwamba huyo ni mtu mbaya, alikuwa na kumbe kweli alikuwa mnafiki. Mtu wa pili alikuwa katika makundi ya wanafiki, fawajabat lahu an-nar, huyo amethubutikiwa na moto vile vile. Antum, nyinyi wanadamu, shuhadaullah fil ardh, ni mashahidi wa Mungu katika hii ardhi. Alsinatul khalqi, ndimi za wanadamu. Aqlamul haqqi, ni kalamu zinazoandika haki. Alsinatul khalqi aqlamul haqq, ndimi za wanadamu ni kalamu za haki, ni kalamu ambazo zinaandika ukweli. Na Mungu kumthubutikia huyu mtu pepo kwa kuwa watu wamemsema vizuri, na huyu amethubutikiwa moto kwa kuwa watu wamemsema vibaya. Sasa jitizame, jawabu la Mtume ilikuwa ni kafi shafi, kama kawaida ya majibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakumwambia wewe moja kwa moja, wewe ninavyokuona ni motoni. Akamwambia undhur madha yaqulu an-nasu ba'da mauti, tizama watu watasema nini baada ya kifo chako. Watakachokisema watu baada ya kifo chako, basi hicho vile vile kinamata, kama vile ambavyo kwamba watasema kuhusu kibaya au kizuri. Kwa hiyo ujitahidi, iwe watu wanakusema kwa uzuri. Huwezi kusema kwa uzuri na kila mmoja taban. Huyo mzuri wenyewe watasema fulani, unamjua fulani, sisi tuulize sisi kuhusu fulani. Huyo unamsema wewe ni mzuri. Hakuna mzuri wa watu abadan. Angekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume hakuwa mzuri kwa watu wote. Kwa wengine alikuwa adui mkubwa, alikuwa mchawi mkubwa, alikuwa mshairi mkubwa, alikuwa kuhani mkubwa, alikuwa shairi mkubwa, lakini sivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Imam Malik alipokuwa katika vikao vyake na wanafunzi wake akawauliza madha yaqulu an-nasu anni, hebu nipeni report, watu wanazungumzaje kuhusu mimi? Akaambiwa bwana, inna nasa yaquluna khairan fik, watu wengi wanazungumza ukweli na khairi tupu kuhusu wewe. Akaambia lakini sio wote. Mna wengine wanakuponda kweli kweli. Na wengine wanasema wewe hata ufai, wewe fi nari jahannam, wewe ni zindiq, wewe ni saalu wewe. Malik akasema alhamdulillah. Akaambia unashukuru kwa kuwa watu hawakupendi wengine? Akasema naam, alhamdulillah. Lau ahabbani kulluhum, lau wote wangenipenda mimi wote, basi la mutu, mimi ningekufa kwa kibri, ningekufa kwa ujbi, ningekufa kwa zile sifa tu na mapenzi yao. Lakini wapo wanaonichukia. Fahakadha dunia, hivi ndivyo ilivyo dunia. Lazima utapatikana wawili, watatu, wanne, watano wanakuchukia, lakini angalia majority ya watu wanafanya hivi. Sasa waangalie hawa watu watafanya nini baada ya wewe kuondoka ulimwenguni. Nathni alaihi khairan, huyo aliondoka sisi tunamsifu kwa mambo ya khair aliyofanya, na hatuwezi kusahau fadhila zake, na hatuwezi kusahau ilmu yake, na hatuwezi kusahau sahau yake, utoaji wake, bidii yake. Mazuri matupu watu wanayataja, na ile mabaya kama yalikuwepo lazima ni mwanadamu. Basi kufu an masawi, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anapendelea zaidi watu wafuate mafundisho yake, na mafundisho yake aliyaonyesha pale alipokwenda kumzika Sayyiduna Salamatu, Abu Salama alipokufa, macho yalikuwa yametoka kiasi hiki kwamba anaitizama ile roho. Na mtu yote anapokufa macho ufunguka yakawa makubwa, kwa kuwa Mtume anasema li anna al-aina tatba'u ruh
kwa sababu ile jicho linaifuata ile roho, na roho ni mwili. Jismun la yaraha banu adam, roho ni mwili ambao wanadamu hawauoni mwili ule. Anayeuona mwili ule ni mwenyewe maiti. Unapokufa roho ikatolewa kwa msaada wa malaika na Israel, ile roho ikitoka, wewe maiti unauona ule roho unavotoka, ule mwili unavotoka. Ni kama kopi ya mtu inanyanyuka inakwenda, kama vile wanafanya acting katika television. Unaona mtu mwingine anasema, anauambia mwili wake, ile ndio roho, ndio mfano wanaofanyia kama mfano wa roho. Basi ni jismun, lakini wanafananisha tu, lakini ni jismun la yaraha ahadun illa Allah wal mayyit wal malaika. Ule mwili sisi hatuuoni, lakini mwili ule unanyanyuka, unapambanuka, unakwenda mbali na mwili wa kawaida wa mwanadamu. Sasa yule maiti anauona ule mwili ambayo ni roho unavotoka, unakwenda zake. Kama unakwenda huko anautizama unavokwenda, kama unakwenda kushoto au kulia na uona namna unakokwenda, na huko kote unakokwenda unautizama mwenyewe mwili ule. Sasa ile roho inapokwenda mbinguni au wapi, jicho linabakia kwamba linatizama, kama inatamaa itarudi tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja akayafunga macho ya Abu Salama, amefunga macho yake, baadaye akasema, kwa sababu watu walikuwa zogo pale wanazungumza, wengine wanalia, wengine hivi, akasema idha qultum anil mayyit, asema udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawi, tajeni mazuri ya mauti wenu. Kama huyu maiti alikuwa na mazuri na yafaa, basi yatajeni yale mazuri, yale mabaya yake tena mstirini. Man satara akhahu musliman satarahu Allah, mwenye kumstiri ndugu yake Muislamu hapa ulimwenguni, na Mungu atamstiri ya kwake kesho akhera. Sasa mpaka umkashifu huyu, wewe huna ya kwako mabaya, basi man fadhaha akhahu almuslim, mwenye kumfedhehesha ndugu yake Muislamu hapa ulimwenguni, fadhahahu Allah, na Mungu atamfedhehesha walau fi qa'ri dari, hata kama yuko peke yake nyumbani kwake, hata kama yuko peke yake. Tatabu aurati nnas. Basi anasema na wale waliokuwa kina mama wanazungumza maneno, anasema la tad'u ala anfusikum illa bikhair. Kina mama huko, mnaolia huko, Mtume anatangaza na anafundisha, mnapoomba dua msiombe dua mbaya kujiombea nafsi zenu, lianna almalaikata yu'minun, kwa sababu malaika hapa wapo wengi na wanaitikia kwa kila mnayoyaomba. Kwa sababu alisikia watu wanasema ya wailahu ya thuburahu, shida sasa zimenikabili, matatizo sasa yamenikabili. Sasa ukisema matatizo yamenikabili, malaika wasema amin, inshallah yakukabili matatizo. Hasarati, manake majuto, Mungu akupe majuto, amin. Thuburahu, amin. Kila unalolisema na Waswahili sisi tumezoea kusema, utaona mtu anahangaika anaizunguka nyumba, mimi sasa hivi shida tu moja kwa moja, malaika wapo pema anasema inshallah amin, shida tu. Ndio maana shida hazishi kwa Afrika na sisi Waswahili, kwa sababu tunajiombea wenyewe shida zetu. Wanatuita ulimwengu wa tatu watu wengine. Ukitoka mabalaa ya ufukara, ya maradhi, ya kila kitu, unaenda Afrika. Na ndio maana tafuta njia za kutuua makusudi, kwa sababu tumezidi kuomba. Wanasema hao wanatusumbua kila siku, tunakaa vikao kuwafikiria nchi zao, tuwaondolee madeni haya, tuwaondolee madeni haya. Na kila wakija huku wanatuomba tu, kazi yao kuomba tu, angalau waondoke ulimwenguni, hii nchi au dunia iwe ya matajiri watupu, wawe wanastarehe tu. Lakini kumbe mara nyingine tunajiombea wenyewe mabaya. Fala taqulu illa khairan fa innal malaikata yu'minun, musiseme wakati wa mauti ila ya kheri katika nafsi zenu, kwa sababu malaika wanasema amin kwa kila mnachokiomba. Kwa hiyo hakikisha unasema mazuri. Yepi mazuri? Akafundisha pale pale Mtume, qul allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, sema Mungu nilipe katika ujira wangu huu na nipe badala ya kile ulitoninyang'anya. Sema hivyo. Amefundisha huko, amesema ukipata msiba wowote sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haya ni mafundisho. Msiba aina yoyote sema neno hilo. Mwenyezi Mungu anasema alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Msiba wowote sema hivyo.
Hata siku moja mtume amekaa na mkewe bibi Aisha radhiallahu anha, mbele yao kuna misbah, kibatari. Ukaja upepo ukazima kibatari kile, kilipozimika ukawa na kiza. Mtume akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bibi Aisha akauliza kulikoni? Kafa mtu? Akamwambia lazima afe mtu, kwani kiza ni msiba mkubwa. Kwa nyumbani kwako umeme ukizimika, sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Utakuwa unafuata sunna ya mtume. Sio lazima usikie huyo kafa, bibi yako kafa ndio useme inna lillahi wa inna ilayhi. Akifa mtu dua yake Allahumma ajirni fi musibati. Hiyo ndio dua ya mtu akifa. Wa khuluf li khairan minha, ya rabbi nilipe katika ujira huu kwa subra yangu, na nipe mbadala wa kile ambacho kwamba umekichukua. Usionyeshe pale hasira, usionyeshe kwamba unaonewa, japokuwa unahitajika kusikitika na kulia. Hayo yote ni warid, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa mtoto wake Ibrahim, ana umri wa mwaka takriban na nusu, miezi 16. Watoto wa mtume wote hawakuishi ila Fatima. Bwana mtume alikuwa na watoto 7, na Sayyida Fatima peke yake ndo alobakia, angalau akasurvive mpaka baada ya kufa mtume kwa miezi michache, ndo na yeye akaondoka katika ulimwengu. Lakini Qasim, Abdullah, Ibrahim, watoto wa kiume pekee wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na Zainab na Ruqayya na Kulsum na Fatima, hakuna alokaa isipokuwa Sayyida Fatima. Na huyu ambaye kwamba alikufa Ibrahim kazaliwa na Mary al-Qibtiyya, yeye alikuwa na umri wa miezi 16 peke yake. Alipokuwa anaugua, mtume anaingia ndani ya nyumba, anamuona ile roho inavutwa, roho ya mtoto mdogo bado mchanga huyu inavutwa, yajudu bi anfasi al-akhira. Alipokuwa inavutwa roho, bwana mtume hakustahimili, machozi yakamtoka. Anapomuona Ibrahim anapigania life yake ya mwisho, roho inatoka. Mtume hakujizuia. Alipoletwa mbele ya mikono yake, alipombeba, naona roho imetoka, machozi yakatoka. Mmoja alioandamana na mtume kamuuliza, ma hadha ya Rasulullah, alam tanhana an hadha? Rasulullah, mbona unalia? Huku tukataza wewe tusilie? Akasema la, alqalbu yahzan wal aynu tadma wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Jicho linatoa machozi wakati kama huu, jicho linatoa machozi, moyo unahuzunika, lakini ulimi hausemi ila yanayoridhika Mola wetu. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, na sisi juu ya kukukosa wewe Ibrahim tuna huzuni kubwa. Haya maneno yote unaweza kusema, sisi kukukosa wewe tumehuzunika. Naam, tumehuzunika, ni kweli. Hakuna anayefiwa akasema tumefurahi sana kwa kufa kwako. Na kulia ni kitu ambacho ni cha kawaida katika huzuni. Na mamako ameondoka, mtoto wako, mpenzi wako, na hivi lazima uhuzunike na machozi yanatoka. Na mtume anambia naam, alqalbu yahzan wal aynu tadma lakin al-lisana la yaqulu illa ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ulimi usiseme wa thubura, nitapata wapi tena mtu akunisimamia mimi? Sitopata tena. Malaika anasema ndio, upati tena. Mie sitopata tena mlezi, ndio, amin, usipate. Usiseme isipokuwa hayo. Uzunika, lakini mwambie Mungu nipe badala. Mungu amezungumza yote hayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anamwambia sema maneno haya, Mungu utaona natija atakayokupa. Salama anasema wa hal hunaka man huwa khairun min Abi Salamata, kweli yupo alikuwa khairi kuliko mume wangu Abu Salama? Baada ya muda mchache tu alikuja mtume kumposa Salama, akamuoa yeye. Angalia dua ilivyoitikiwa alipoyasema maneno yale, Allahumma khluf li fi musibati, ya Rabbi nilipe katika msiba wangu, nipe ujira mkubwa na nipe badala zuri kuliko lile. Kamletea mume mzuri kuliko yule ambaye ni sayyiduna Rasulullah. Akamuoa Salama, akawa ummul mu'minina badala ya kuwa Salama. Kamuitikia. Na angalia mtume akafundisha pale pale, waombeeni mauti wenu dua hii, Allahumma, sema ighfir li Abi Salamata, ewe Mola msamee Abu Salama dhambi zake. Anayekufa anakufa na dhambi na mara nyingi. Kwa hiyo ya Rabbi msamee dhambi zake Abu Salama, warfa darajatahu fil mahdiyina, na inyanyue daraja yake katika wale uliowaongoza. Daraja inyanyue ya Rabbi.
wakhlufuhu, nampe badala fima tarak, kwa wale alioacha, khulufuhu min alghabirina, kwa watoto wake alioacha. Kwa maana kwamba alichokiacha mletee badala, mpe badala, uwe khalifa ya Rabb, mletee mlezi atakayewalea watoto wake, mletee mtu atakayesimamia hali aloziacha. Kama kuna mambo alikuwa anayafanya yapo mambo yale yameshangaa au yamesimama kwa ajili ya yeye kuondoka, mletee mtu mwingine atakayesimamia yale. Kama alikuwa akieneza ilmu, mletee mtu mwingine atakayechukua ilmu ile na kuieneza. Kama alikuwa mutasaddiq, mletee kiongozi mwingine atakayekuwa kama yeye. Mtume anasema dua hizi ni muhimu, tuombee wale wanaoondoka. Sema wafsah lahu fi qabrihi, na kaburi lake likunjue, kuwe na nafasi katika kaburi lake. Ifsah lahu fi qabrihi, mwekee kaburi awe anaona madda basari. Sababu kiingizwa kaburini, kwa mantiki au logic ya maana ya kaburi ni kwamba ni kiza kitupu, na ni mahala ambapo kwamba hata ukiingia lazima uingie kiubavu ubavu. Kwa ni mahala pa dhiki, lakini ukiingia pale ndani kama ni mtu mwema na dua unazoombewa yaktasi, kaburi linakuwa unaona mbali, kisha tatahawal ila rawdatin min riyadil janna, linabadilika linakuwa moja miongoni mwa mabustani ya peponi. Kisha anasema wanawir lahu, mwashie taa, mnawirie. Sababu kule tunajua kwamba ni kiza, juu yake kiza, hakuna mwangaza wa jua wala mwangaza wa mwezi kaburini, lakini Mwenyezi Mungu atakuwashia taa kwa sababu ya yale mema yako ambayo wewe ulikuwa ukiyafanya. Mtume ameyafundisha haya yote. Kwa hiyo Waislamu tuchukue mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuyafanye ni kama mambo ambayo tunaishi nayo usiku na mchana. Tuchukue zile faida ambazo tuliziona katika wakati wa Mtume anazifanya kwa waliokufa, na sisi tuwafanyie ndugu zetu waliokufa. Kwa yeye mwenyewe Mtume yeye alipokuwa katika maradhi yake ya kifo, bibi Aisha anasema alikuwa akiomba Mtume akisema Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Dua tatu. Allahumma ighfirli, ewe Mola nisamehe dhambi zangu, mimi ni abduk, mimi mja wako na nina sifa ya udhaifu, mimi mja wako ni mukhti. Mwambie Mungu hivyo. Kwa hiyo nikija kwako nije safi. Ighfirli warhamni, ni rehemu, nihurumie. Kisha wa alhiqni birrafiqil a'la, nipeleka huko kwa rafiqul a'la. Mtume SAW hapo anaumwa mpaka anaagizia kitambara, anachukua kitambara anaweka katika kichwa chake kwa sababu ya joto kali la homa. Ibn Mas'ud anamwambia ya Rasulullah, la'allaka tu'ak, unapofanya unaonyesha unaumwa sana. Mtume anasema naam, inni la u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum, naumwa kama wanavyoumwa watu wawili. Kwa hiyo homa ya Mtume ni homa za watu wawili wa kawaida, na Mungu kamfanyia hivi ili apate daraja kubwa peponi na daraja kubwa ya subra aipate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mnachoniona nafanya mimi ni homa ambayo nilaitani ingekuwa kwenu, basi ni watu wawili wanaumwa kama ninavyo. Kwa hiyo hakuna tatizo mtu akisema naumwa sana, Mtume kasema. Hakuna tatizo mtu ukisema naumwa itakuwa kama la, sema naumwa, kwa sababu Mtume alisema u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum, jamani naumwa kama anavyoumwa watu wawili. Na muombe Mungu dua, na wewe ukiomba dua pale kabla ya kifo chako Mungu anakukubalia, kwa sababu Mtume anasema inna Allaha yaqbalu tawbata ahadikum ma lam yugharghir, Mwenyezi Mungu anaikubali toba ya mmoja wenu maadamu roho yake haijafika katika nafasi yake ya mwisho. Una fursa nzuri ya kutubu, una fursa nzuri ya kumwomba Mungu radhi, una fursa nzuri ya kusahihisha mabaya na maovu uliyofanya kabla ya kufa kwako, na hasa ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mungu katuletea kama hadia na zawadi. Wenzetu waliopita walikuwa wanaishi miaka 300, wengine 400, wengine 950, wengine pata umri mdogo basi miaka 200. Sisi Mtume anasema a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umma wangu wataishi miaka 60 na 70 tu. Sasa ukiangalia ibada ya mtu alioishi miaka 900 na ibada ya mtu alioishi miaka 60, kuna tofauti kubwa. Atakwambia mimi nimeswali miaka 900, wewe umeswali miaka 60 tu, utanipata wapi? Kama kufunga nimefunga miaka 500, wewe umefunga miaka 30. Kama kufanya zaka nimetoa zaka miaka 100,
wewe ulipokuwa tajiri miaka labda ni 5 tu, baadaye umekufa. Sisi tutawapata wapi watu hawa? Sisi hatuwapati. Wao wametangulia, umri wao mkubwa na mambo yao, na walikuwa na nguvu. Mwenyezi Mungu ametusimulia katika sura Wal-Fajri namna alivyoumba viumbe walivyokuwa na nguvu. Anasemaje? allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad, hawajaumbwa mfano wao. Watu wana maguvu, kwa maana kwamba walikuwa wanaweza kufanya kila kitu. Kama ni ibada wanaifanya kwa nguvu, kama ni dhambi, kama ni gharka, kama ni nini, ni mabalaa, walikuwa na maguvu ya kufanya hivyo. Sisi hatuwapati sisi, lakini Mungu ametujua kwamba sisi ni watu dhaifu na umri wetu ni umri mdogo. Kwa ametuletea mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ambao ukifanya amali moja tu ya kheri, basi hulipwi kama mwezi wa kawaida. Kama tumezoea mwezi wa kawaida, ukifanya jema moja unalipwa 10. Ramadhani tofauti. Na ibada ya saumu Mungu kaficha, hakutaka kuambia na kulipeni ngapi. Kusema innama saumu li wa ana ajzi bi, mimi ndo mwenye kujua nalipa kiasi gani. Kwa hiyo fungeni, malipo yenu mtakuja kuyaona. Na pia ukisali sala ya faradhi, basi inapigwa mara 70 sala ile. Ukisali sunna ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kama ulosali faradhi katika miezi mingine. Ukifanya faradhi ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kama uloifanya mara 70 faradhi ile moja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukitoa zaka ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kama ulofanya tendo lile mara 70. Na ukifanya hapo, hatujakuambia kuhusu Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Sikwambii ikikuthubutikia Lailatul Qadri, umesoma Qur'ani, umesimama usiku, umetoa sadaka ndani ya Lailatul Qadri, wewe umekuwa kama mtu aliyofanya ibada kwa muda wa miaka zaidi ya 80. Lailatul Qadri moja, wewe usiku mmoja tu. Niambie, ikiwa umeziona Ramadhani 20 na umezifunga Ramadhani 20 na umeona Lailatul Qadri 20 zimekuthubutikia, utakuwa wapi wewe? Ni sawa na mtu aliyoishi miaka 900. Lailatul Qadri moja ambayo umeafikiwa kwa muda wa miaka ulioishi ulimwenguni labda 60, umefunga Ramadhani 40, Lailatul Qadri umeziona ndani yake 40. Ibada ngapi? Ndio kwa mara 84 mara 40. Achilia mbali na vitu vingine. Hii ni favor maalum, ni ihsan, ni tunu, ni zawadi anatuletea sisi Mwenyezi Mungu, kwa anajua sisi tukifanya tunavyofanya hatuwezi kuwa katika ibada tukafikia umri kama alioishi Nabii Nuh. Tuyafanye tutakayoyafanya, lakini ibada zetu bado tutakuwa madhaifu. Unasali huko unafikiria siji mke wangu leo atapika nini huko. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Unavuta harufu nyumbani. Sala hiyo itakupeleka wapi ndugu yangu? Sasa unaletewa vitu kama hivi vikuzidishie mambo ya kheri na upande katika wewe. Usilale ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, usiwe mvivu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kabili kheri zinazopatikana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeyote mwenye kusimama akawa ni mwenye kusali ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa imani na kutaraji thawabu kwa Mola wake, husamehewa dhambi zake zote zilizopita. Na mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi walisaimi farhatani. Mtume anasema mwenye kufunga ana furaha 2 kubwa. Farhatun inda iftarihi, pale anapoftari ni furaha yake ya kwanza, kwa kuwa amekaa kutoka asubuhi hajatia kitu. Sasa yanashuka maji baridi katika koo lake, akisema Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alayka wa bika amantu wa alayka tawakkaltu dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Umeshashiba pale, alhamdulillah. Furaha si furaha, ni furaha. Furaha ya pili, inda liqa'i rabbi yafrahu bisawmi, siku tutakapokwenda kukutana na Mola wetu tutafurahi kwa malipo tutayolipwa na Mola wetu siku ya kiyama. Furahi. Kisha Mwenyezi Mungu anasema bado sijamaliza katika hadithi hiyo. Anasema wala khulufu famis saimi atyabu inda Allahi min rihil misk, na harufu unayoisikia sasa hivi hapo mwenzako akikusogelea mdomo wake utasikia harufu nyingine tofauti na harufu ya mdomo wa kawaida. Harufu hiyo kwetu sisi si nzuri, ni harufu mbaya, na unaweza kudhania mwenzako labda hapigi mswaki. Unaweza kusema bwana fulani leo nimekaa naye ilikuwa nasema yule Uthman Maalim atamaliza saa ngapi darasa pale, mimi niondoke.
kwa sababu harufu yake hiyo, harufu hiyo ujue kwamba Mungu mwingine kabisa, ujue kwamba kwa Mungu hesabu zake tofauti kabisa. Allah anasemaje? La khulufu famis saimi atyabu inda Allah min rihil miski. Harufu hiyo kwa Mungu ni nzuri kuliko harufu ya miski. Mungu anaipenda harufu hiyo na inanukia kwake yeye kuliko miski, na miski ndo sayyidi wa harufu zote, kama alivyokuwa kuku ndo sayyidi wa nyama zote. Harufu ya miski. Ni mangapi manukato yanatoka, lakini sio kama miski. Mpaka Sayyidina Ali alipoisifu pepo akasema, la tarkananna ila dunya wa ma fiha الموت لا شك يفنينا ويفنيها اعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها وزعفران حشيش نابت فيها. kwa maana kwamba miski ni harufu ya peponi. Kwa hiyo huo mdomo wako, hiyo harufu unayohisi sasa hivi ni harufu njema, ni harufu nzuri. Kwa Mungu inanukia miski, japo kwetu sisi ni karaha, inakirihisha, lakini hesabu za Mungu tofauti. Kisha bado Mwenyezi Mungu anakuambia, ndani ya huu mwezi nafungua milango ya pepo, ishara kwamba njoni makundi kwa makundi peponi. Na nafunga milango ya moto kwa ishara msiende huko. Na nafunga maibilisi na mashetani wabaya kwamba wasikupani tabu waja wangu. Mtu asiseme leo nilikuwa nataka kufanya qiyamul layl, lakini shetani hayupo bwana, akafungwa. Usimsingizie bure shetani. Sema nafsi yako mwenyewe ambayo ndo mbaya kuliko shetani. Nafsul ammaratun bisu. Kwa hiyo tawala mambo yako vizuri, nenda na hesabu zako vizuri, Ramadhani itumie vizuri, na ukiitumia vizuri Mungu ataleta manufaa yako fi dini wa dunia wal akhirah. Mwenyezi Mungu atusalim salama, tuyalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Leo tumefungua darasa yetu, na inshallah taala darasa hii hapa inaendelea mpaka kesho biidhnillah, na kesho kutwa tutakuwa na darasa vile vile inaendelea msikiti wa Baruani siku ya Jumanne Baruani, na Jumatano na Alhamis. Siku ya Ijumaa tutakuwa msikiti wa Kidongo Chekundu, msikiti Afra, msikiti mkubwa kuliko yote hapa Zanzibar. Na vile vile Jumamosi tunarudi hapa, na Jumapili. Jumatatu tunakwenda tena Masjid Afra Kidongo Chekundu. Kwa hiyo siku mbili Kidongo Chekundu inshallah, na msikiti wa Baruani Mlandege siku ya Jumanne na Jumatano na Alhamis. Haya yote tunayafanya liwajhi Allahi alkarim, na tunataraji thawabu kutoka kwa Mungu, na Mungu inshallah atatustiri fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ithmi wal fawza bil jannati wan najata min an-nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana إنك قريب مجيب